Yes, of course kwenye mitandao ya kijamii kuna vitu vingi ambavyo vinaendelea katika mitandao ya kijamii hasa Instagram. Unajua bwana, ili sakata la Niffer pamoja na Alikamwe, siku jana bwana watu walikuwa wameona video kadhaa zikitembea katika mitandao ya kijamii. Kubwa kuliko ni mfanyabiashara anaitwa Niffer pamoja na msemaji wa club ya Yanga African. Unajua bwana, tumeona picha kadhaa zikitembea kwenye mitandao tukiona kwamba ukaribu wao kati ya yeye Niffer pamoja na Alikamwe umekuwa mkubwa zaidi. Na siku jana kuna mechi ya Yanga pamoja na JKT na tuliwaona wakiwa pamoja wakitembea pamoja, wametoka katika kiwanja pamoja. Sasa watu wakawa wanajiuliza, unajua urafiki kati ya mtoto wa kike na wa kiume kwa ukaribu zaidi watu wanaanza kuweka nukta kwamba imekuwaje mwana hao sasa hivi urafiki umekuwa mkubwa. Na tukumbuke juzi tu Niffer aliposti gari lake jipya inaitwa J2 na tumeona comment ya Alikamwe akiposti pale akasema kwamba nilikupenda lakini kwa namna hii ambapo unaelekea mtoto wa kike una pesa zaidi ya milioni 700 kununua gari kubwa kama hili, itakuwa ngumu kwangu. Lakini tumeona siku jana wakiwa wameambatana, wakiwa wameshikana kati ya Niffer pamoja na Alikamwe. Lakini swali la kujiuliza, hii date imeanza lini? Lakini je, ni kweli wako katika mahusiano au ndio namna gani fulani hivi watu wanazungumza katika mitandao ya kijamii? Lakini pia tumeona yule ambaye anafanyaga interview na wachezaji akizungumza kwamba mashemegi tumempitisha, wakwe wamempitisha, so sisi tu tusubirie tu ayawi sasa amekuwa. Lakini pia tumeona video zinazomuonesha Niffer akiwa na Alikamwe kama ana aibu. Unajua kuna ile haiba ya mtoto wa kike akiwa na mtoto wa kiume, kuna haiba fulani hivi aibu. Lakini tumeona picha kazi zako kwenye mitandao, tunajiuliza ni kweli wako kwenye date au ndio namna gani tu ya kutengeneza story katika mitandao ya kijamii. Jina langu naitwa Nice Godfrey na kuachia swali kwamba kweli Alikamwe na Niffer wako katika mahusiano? I say hii utaipata kiundani zaidi kwenye kipindi cha Selfie akiwa Kelvin pamoja na Shaxi. Bye. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.